Unaelewa? Vizuri. Nawe? Evans Mangahu Kola na Frederick Kuya Libako na Mumina Mutinda Ingui wameshtakiwa kwa kupanga njama ya ulaghai kinyume na kifungu cha 317 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika eneo la Afya Sacco Society ambao iko mji wa Nairobi katika kata ya Nairobi, mkiwa pamoja na wengine ambao hawako kotini, mlipanga njama mkiwa na nia ulaghai na kutengeneza vyeti vya kuweka pesa na vya kutoa pesa kutoka Fosa kwa kujifanya kwamba zile cheti zilikuwa ni halisi ambazo zilisababisha pesa kupotea, ambayo ni pesa taslimu milioni 40,169,165.69 ambayo ni mali ya Afya Sacco. Evans Mungahu, kweli ama si kweli? Sio kweli. Frederick Kuya, kweli ama si kweli? Mumina Mutinda, ni kweli ama si kweli? Yes, wanachukua picha la simu ya kila nani? Who are you? No, from which media? Sorry? Nairobi Times. Yes. They have name tags, you don't? That's why I'm asking. Yeah, they have the professional cameras. I have my phone because I'm more digital than the mainstream. You're supposed to be accredited first. I am, yeah. I'm with them. You're with them? That's true? Yes. Okay. Proceed. Katika shtaka la pili, Evans Mungahu Kola umeshtakiwa na kuiba kwa mfanyikazi kinyume na kifungu cha 281 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco ambao ofisi kuu iko katika kata ya Nairobi, ukiwa meneja wa Afya Microcredit Activities ambao iko katika kampuni ya Afya Sacco, uliiba pesa taslimu milioni 40,169,165.69 ambao ni mali ya kampuni ya Afya Sacco ambao ilikuja kwa umiliki wako kwa njia ya uajiri wako. Kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la tatu, Frederick Kuya Libako na Mumina Mutinda Ingui mmeshtakiwa na kuiba nyuma na kifungu cha 268 soma pamoja na kifungu cha 275 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa pamoja na wengine ambao hawako kotini, mliiba pesa taslimu milioni 40,169,165.69 kupitia akaunti ya Fosa ambao ni mali ya kampuni ya Afya Sacco Society.
Fredrick Kuya Libako, ni kweli ama si kweli? Mumina Mutinda Ingui, ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 4, Evans Mung'au Kola na Fred Kuya Libako mmeshtakiwa kwa kupokea mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16. Maelezo ya mashtaka ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali, katikati ya tarehe ya 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco Society ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 10,14,999.72 ambayo ni mali ya kampuni ya Afya Sacco, na kwa wakati ule ya kupata ile fedha mlikuwa mnafaa kujua ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambao imewekwa katika akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kwa nambari ya akaunti 50900 MFS 12706000. Evans Mung'au Kola, kweli ama si kweli? Sio kweli. Fred Kuya Libako, kweli ama si kweli? Si kweli. Katika shtaka la 5, Evans Mung'au Kola na Mumina Mutinda mmeshtakiwa kwa kupokea mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisomwa pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali, katikati ya tarehe 6 mwezi wa Disemba mwaka 2021 na tarehe 22 mwezi wa Mei mwaka 2025 katika kampuni ya Afya Sacco Society ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 24,950,999.97 ambayo ilikuwa ni mali ya kampuni ya Afya Sacco, na kwa wakati ule ya kupata yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlikuwa mnajua ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa kwa akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kwenye akaunti 50900 MFS 16861000. Evans Mung'au, ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Mumina Mutinda, ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 6, katika shtaka la 6, Evans Mung'au Kola na Mumina Mutinda Ingui wameshtakiwa kwa kupokea mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali, katikati ya tarehe 31 mwezi wa Januari na tarehe 4 mwezi wa Agosti mwaka 2023 katika shirika la Afya Sacco Society ambayo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlipokea pesa taslimu milioni 1,07,200 ambao ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kupokea yale mapato mlikuwa mnafaa kujua kwamba ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa katika akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kama 50900 MFS 16514000. Evans Mung'au Kola, kweli ama si kweli? Mumina Mutinda Ingui, kweli ama si kweli? Katika shtaka la 7, Evans Mung'au Kola umeshtakiwa kwa kupokea mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Katika tarehe mbalimbali, katikati ya tarehe 31 mwezi wa Mei mwaka 2021 na tarehe 21
mwezi wa Agosti mwaka 2024 katika shirika la Afya Sacco ambao iko kata ya Nairobi, mkiwa na wengine ambao hawako kotini, mlipokea pesa taslimu milioni 2,801,616 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kupata yale mapato ulikuwa unafaa kujua ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye akaunti ya Fosa 50908 MFS 06430000. Evans Mung'au William. Sio kweli. Katika shtaka la 8, Evans Mung'au na Fred Kuya Libako wameshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama ifuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2021 na tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2025 katika shirika la Afya Sacco ambayo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlitumia pesa taslimu milioni 10,17,999.72 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlijua kwamba ilikuwa mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kama 50900 MFS 12706000. Evans Mung'au ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Fred Kuya, kweli ama si kweli? Katika shtaka la 9, Evans Mung'au na Mumina Mutinda Ingui wameshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama ifuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 6 mwezi wa Disemba mwaka 2021 na tarehe 22 mwezi wa Mei mwaka 2025 katika shirika la Afya Sacco ambayo iko kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlitumia pesa taslimu milioni 20,999,999.97 ambao ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlijua kwamba ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye akaunti ya Fosa ambayo imesajiliwa kama 50900 MFS 16861000. Evans Mung'au ni kweli ama si kweli? Mumina Mutinda ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 10, Evans Mung'au na Mumina Mutinda Ingui mmeshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama ifuatayo. Katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe ya 31 mwezi wa Januari mwaka 2022 na tarehe 4 mwezi wa Agosti mwaka 2023 katika shirika la Afya Sacco ambayo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa kwa pamoja mlitumia pesa taslimu milioni 1,700,000 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato mlikuwa mnafaa kujua ama mlijua ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo yalikuwa yamewekwa katika akaunti ya Fosa nambari 50900 MFS 16514000. Evans Mung'au ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Mumina Mutinda ni kweli ama si kweli? Katika shtaka la 11, Evans Mung'au umeshtakiwa kwa kutumia mapato ya uhalifu kinyume na kifungu cha 4 ikisoma pamoja na kifungu cha 16 sheria za jinai. Maelezo ni kama ifuatayo.
katika tarehe mbalimbali katikati ya tarehe 31 mwezi wa Mei mwaka 2021 na tarehe 21 mwezi wa Agosti mwaka 2024 katika shirika la Afya Sacco ambalo iko katika kata ya Nairobi, mkiwa pamoja na wengineo ambao hawako kotini, ulitumia pesa taslimu milioni 2,800,116 ambayo ni mali ya shirika la Afya Sacco, na kwa wakati ule wa kutumia yale mapato ulikuwa unafaa kujua ama ulikuwa unafaa sababu ya kujua kwamba ilikuwa ni mojawapo ya mapato ya uhalifu ambayo ilikuwa imewekwa katika akaunti ya posa nambari 50908 MFS 06430000. Evans Mungahu Kola. Kweli ama si kweli? Sio kweli. Good morning, Your Honor. Morning. My name is Mwange. Yes, morning. Wish to be placed on record for all the accused persons. Your Honor, we are pleading with the court to grant all the accused persons. I've not entered the plea. Each of the accused persons on the respective counts. Thank you, Your Honor. With your kind permission, my name is Mwange for all the accused persons. Now we do plead with the court to grant all the accused persons lenient terms of bail or bond. It's guaranteed under the Constitution of Kenya 2010. All three accused persons have an impeccable record of honoring summons by investigating authorities, where they have for about 1 year, religiously attended investigation offices at Sasa hapa hivi, even when they had not been bonded. None of the accused persons, it's a flight risk. They all have families and fixed places of abode within the Republic. None of them are a threat to public order and security. The grounds, therefore, we pray that will be granted lenient terms of bail or bond. No objection, Your Honor. Read that court grants terms that will ensure that the accused persons attend court and do not abscond. Each of the three accused persons is granted bond of Kenya shillings 4 million with one quality of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 2 million with one contact person each. The case is allocated to court number 7. The trial mentioned before court 7 on 6th of January next year. Thank you, Your Honor. We are most obliged.